Mzungumzaji wa leo ilikuwa awe ni shekhe wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Walid Al-Hadi Omar Kawambwa, na angezungumzia faida za haji, manufaa ya haji. Sasa muda wa kuwa tunamsubiri kama atatokea, aidha tunamsubiri Sheikh Yusuf Kidago kama atatokea, na inshallah atatokea. Tuiangalie moja katika faida ambazo zinapatikana katika haji. Zipo nyingi, faida za haji zipo nyingi, lakini hadithi ya Mtume inakwambia ogopa usiingie kwenye mambo 7 yanayoangamiza. Ikaanza na ashirku billah, kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Moja katika faida za haji ni kwamba inakwenda kutufundisha kuachana kabisa na habari ya shirki. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maelekezo yake ya kutekeleza ibada ya hija, ambapo hija yake Mtume ilikuwa moja tu katika uhai wake, hakuhiji mara 2, alifanya hija mara moja, hija ambayo aliondoka na masahaba wasiopungua 1000 kutoka mji wa Madina kuja katika mji wa Maka. Ikumbukwe Mtume alizaliwa Maka, akaishi Maka kwa miaka aliyoishi, lakini baadaye akahamia Madina kwa muda ambao aliokuwa Madina. Kisha ibada ya hija ilipofaradhiwa, akaanza kutoka yeye na sehemu ya masahaba zake, riwaya zinasema hawapungui 1000. Masahaba ambao walikuwa na pupa ya kuangalia na kujua namna ya utekelezaji wa hii ibada, na kila mmoja akawa anaandika kwa namna anayoandika. Na ndio maana utakuta baadhi ya maeneo huyu anasema hivi na huyu anasema hivi, na sio ikhtilafu hizo, ni namna alivyoona na namna alivyonukuu. Na mashekhe watakokuwa wakija hapa kuzungumza, maana yake watakuwa tayari washaangalia yule kasema lipi, yule kasema lipi, yule kasema lipi, yule kasema lipi, wakachanganya, wakaeka sawa, wakakupa wewe kitu ambacho kimekuwa naqi, kimekuwa safi, ili uweze kutekeleza vizuri ibada yako kama alivyoelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipoondoka na watu wake, neno lake kubwa lilikuwa khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum. Yani kila akitekeleza jambo, akitekeleza kidogo, khudhu anni manasikakum, akitekeleza kidogo, khudhu anni manasikakum. Kama vile kuweni na intibah, kuweni makini kwa namna ninavyofanya hii ibada ya hija, na nyinyi muifanye hivi hivi, na ulimwengu utakaobakia na wenyewe uchukue katika sampuli hiyo. Walillahi alhamdu, mpaka leo jambo liko hivyo. Wewe ni Mtanzania, utakwenda utakutana kule na mtu kutoka Indonesia, utakutana na mtu kutoka Marekani, utakutana na mtu kutoka Uingereza, utakutana wa halumma jarra, lakini sampuli ya utekelezaji utaikuta inafanana. Tofauti ni vitofauti vidogo vidogo vya mambo ambayo yanaitwa ukiyafanya upate thawabu, wala ukiyaacha upate dhambi. Kuna vitu vinaitwa sunna. Sunna ukizifanya unapata thawabu, ukiziacha upate dhambi. Kuna vitu vinaitwa makruh, kuna vitu vinaitwa vile ulivyosoma katika mgawanyiko wa mambo ya fiqh. Lakini neno faradhi au neno lenye ulazima, neno lenye uwajibu hawatofautiani, yote wanatekeleza kwa utaratibu ule ule. Sasa moja katika faida za haji ni kwamba inakwenda kutufundisha kuachana kabisa na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa maelezo ya Mtume yanasema, ukianza ibada za hija, ukianza pale kwenye kutiania, kuna maneno inabidi uyaunganishe na uendelee kuyasema hayo mpaka utakapomaliza ibada yako ya haji, kwa kurembea sehemu inaitwa Jamarati. Nayo ni kusema labbaik Allahumma labbaika labbaika
la sharika laka. Hapo la sharika laka ndio unapiga mstari. Mafunzo yanayopatikana kwenye haji kwamba tunakwenda kufundishwa na kuhimizwa kwamba mimi bwana, nikimaliza ibada ya hija, endapo ilitokea huko nyuma niliteleza katika haya mambo, tayari ni shakiri mbele ya Mwenyezi Mungu kwa kumwambia nimekuitika ewe Mola wangu, nimekuitika, labbaika Allahumma labbaika, nimekuitika ewe Mola wangu, nimekuitika, labbaika la sharika laka labbaika, nimekuitika, hakika nakiri ya kwamba hakuna mshirika wewe katika kukuabudu mimi, kukuabudu wewe, hakuna mshirika wala sina kitu kingine ambacho ninakiegemea zaidi yako wewe. Kama nilivyosema kule, ihdina siratal mustaqim, nimebaki katika njia hiyo. Labbaika Allahumma labbaika, labbaika la sharika laka labbaika. Huu unapiga mstari kabisa kwamba ni maneno unarejea wewe mwenyewe, ujisute sasa, hivi kweli mimi nikimaliza ibada ya hija, nikirudi nyumbani, zile ndombolo sijui nani, majina mengi hapo, majina ya mambo ya shirki, ya kumshirikisha Mungu, ya kusampuli zake, kibanda si cha babu, si Loliondo, si wapi, yale yote tena wewe ushakiri mbele ya Mwenyezi Mungu pale, mimi sitoyafanya tena. Labbaika Allahumma labbaika, labbaika la sharika laka labbaika. Unaendelea kwa kusema innal hamda. Angalia surati al-Fatiha inavyogonga tena hapa, angalia surati al-Fatiha inavyogonga tena kwenye hii au kwenye huu uradi aliotokea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Innal hamda, tulisema kule alhamdulillah, wan ni'mata alladhina an'amta alaihim. Angalia, unaoanisha mwenyewe hidayah ambayo wazazi wako waliipata, ikakufika na wewe, ikakuongoza kutekeleza nguzo tulizozitaja, na sasa Mungu amekuandika kutekeleza nguzo hii ambayo ni ya 5, nguzo ya haji. Sawa, Mungu amekujalia, umekupoteza mwenyewe zile fedha, ndio zimetimia, au kuna mtu kakutimilizia, au kuna mtu kakufanyia yote kama ilivyo. Tayari huo ni uwezo wa kifedha ambao unakuwezesha kuondoka hapa kuelekea huko kwenye kutekeleza ibada hii. Inabaki tu namna ya uwezo mwingine wa kiafya, wa njia kuwa salama, miji kuwa na amani, wewe mwenyewe kuruhusiwa kutoka katika nchi yako, wewe mwenyewe kuruhusiwa kuingia kule unakokwenda. Maisha yako mengi. Inawezekana umeruhusiwa hapa nchini, ukifika mahala unagonga, kwa sababu unavyoishi wewe mwenyewe namna yake. Tanzania imekupa passport, well and good, haina shida. Unaweza kufika mahala passport yako ikazuiliwa, ina ukaguzi maalumu, na mwisho wa siku ukawa hupiti pale, unarudi. Mungu asijalie kuwemo mmoja wetu katika hivi vizuizi vyote. Sawa, nimevitaja au sikuvitaja, lakini viko vizuizi vingi, ila sisi tunatabiri kizuizi kikubwa labda ni afya au amani ya anga na njia tunazopita. Afya ikiwa mgogoro, madaktari watakwambia tangu hapa nyumbani, hija ni misukosuko, hija iko hivi, hija iko vile, wewe kwa hali zako huwezi kwenda. Lakini mtafaruku wa anga ukitokea huko juu kama ilivyotokea wakati wa umra, tunamwomba Mungu isitokee, kwa sababu yanayojiri Afrika, yanayojiri Mashariki ya Kati yanagusa ulimwengu mzima, na tunastahili kuwaombea dua ndugu zetu wa Palestina, ndugu zetu wa Iran, ndugu zetu wa maeneo yote ambayo yanaguswa na hizi au huu mgogoro unaoendelea. Sasa ashirku billahi ni moja katika mambo ambayo utakwenda kuyakiri mbele ya Mwenyezi Mungu, na unaongeza kwa kusema innal hamda, sifa njema zote, wa neemata, na neema zote ulizoneemesha walimwengu, laka, ni za kwako wewe, hakuna mwingine, wal mulku laka, na ufalme ni wa kwako. Utakuta haya maneno ni kama uchambuzi wa kutoka kwenye surati al-Fatiha.
innal hamda wan ni'mata wal mulku laka wala sharika laka. Hiyo ni moja katika faida za kwanza ambazo haji anazipata anaponuia kwenda hija. Mungu atujalie tukibahatika kwenda, tukirudi tusiingie kabisa katika mambo ya shirki, kwa sababu ni katika dhambi kubwa, min akbaril kabairi. Faida ya pili ambayo haji unaweza ukaipata kwa kwenda kwako haji ni kusamehewa dhambi, ghufranu dhunubi wa in kanat kaamthali aljibali. Yani usidunde moyo wako kwamba mimi kwa dhambi hizi nilizozichuma, unazijua mwenyewe, ikiwa ni shirki billahi, ikiwa ni katli nafsi katika ile hadithi tuliyosema tujaimalizia, ikiwa ni kula riba, ikiwa ni kufanya zinaa, ikiwa ni kufanya liwati, ikiwa almuradi yale madhambi makubwa 7 aliyoyakataza Mtume kwenye hadithi yake ya 7 mubiqati, kufitinisha watu, kusaidia mtu akauawa. Kama hujayafanya haya, wewe ni katika watu wa kheri. Na ikitokea umeyafanya, basi usidunde moyo wako, kwa sababu moja katika faida kubwa ni kusamehewa dhambi zote, kwa ushahidi wa hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na zipo hadithi nyingi, iangalie hadithi ifuatayo. Ametuambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tabi'u baina alhaji wal umrati, jitahidini kutekeleza ibada hizi mbili kadri unavyoweza. Mara umefanya hija, mara umefanya umra, mara umefanya hija, mara umefanya umra. Tabi'u, zifuatilishe, yani fuatiliza. Ukifanya hija, weka hamu ya kufanya na umra. Ukifanya umra, weka hamu ya kufanya na haji. Tabi'u baina alhaji wal umra fa innahuma, hakika ya hayo mawili ukiyamudu, yanfiyani alfaqra wadhunub kama yanfi alkiru khabath alhadidi. Ibada ya umra, ibada ya hija zinafuta dhambi kama unavyoona chuma kilichoota kutu, zile kutu zinaondoshwa kwa kupitia namna ya kusuguana vile vyuma kwa kupitia vyombo maalum. Labda angalia watu wanaochomea hawa, wanaofanya welding. Ukipita kwenye welding machines, wanavyochoma vile vyuma, unaona chuma kinavong'aa, kutu yote imetoka. Sasa ndivyo vile na wewe ukienda haji dhambi zinafutwa, ukienda umra dhambi zinafutwa. Kuna faida kubwa kuliko kufutiwa dhambi zako ulizozifanya. Sasa ziwe kubwa ziwe ndogo, zinafutika kabisa. Hiyo ni hadithi miongoni mwa hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tabiu baina alhaji wal umrati, fatilizeni, fanyeni hija mara umra, mara hija mara umra, mara hija mara umra. Fa innahuma yanfiyani alfaqra wadhunuba, inafuta umaskini. Umaskini bye bye. Yani usione umetoa milioni zako 15, 16, 17 faliyakun, si lolote si chochote milioni zako ulizozitoa, kwa sababu yanfiyani alfaqra. Faida nyingine, haji na umra zinafanya mtu tena umaskini bye bye, unaagana nao. Wadhunuba, na madhambi. Umaskini bye bye na dhambi pia bye bye. Labda mwenyewe ukijichanganya, umefanya hija unasema sinazo hela nitarudi tena, hiyo utajua na wewe na Mola wako, wala sio mada yangu ya kuizungumza. Maana wako watu hao, si madamu Mtume amesema yamfiani alfaqra wadhunuba, na mimi ninazo fedha, na kwenda nikija na kanyaga tena, na kwenda nikija na ponda mali tena.
hautakuwa sahihi, hautakuwa sahihi. Ndio wale wanasema ninaswali madam swala 5 zinaondoa dhambi, na hiyo hadithi ambayo tutasoma nyingine, madam swala 5 zinaniondosha kwenye dhambi, basi mimi naswali alafu baadaye naendelea na mingine, naswali naendelea na mingine. Naraba, wanaita naraba yangu ya kufutia. Hakuna habari ya raba. Unatakiwa ustaqim, uwe kwenye msimamo wa kufanya ibada ambazo Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezielekeza, bila ya kutetereka, bila ya kumshirikisha. Kwa hiyo hija inaondoa ufakiri, hija inaondoa dhambi, hija inakusababisha wewe kuto kumshirikisha Mwenyezi Mungu na kiumbe chochote. Hiyo ni miongoni mwa faida ambazo zinapatikana katika haji. Unaona hadithi nyingine ambayo anatokezea Bwana Mtume anasema as-salawatul khamsi, swala 5, wal jumu'ati ila al-jumu'a, na kuswali swala ya Ijumaa mpaka Ijumaa nyingine, wa ramadhanu ila ramadhana, mukaffiratun lima bainahunna idha ijtunibatil kaba'ir. As-salawatul khams, swala 5 ukizitekeleza vizuri kama tulivyoelekeza katika hadithi ya mwanzo, wal jumu'ati ila al jumu'ati, na Ijumaa mpaka Ijumaa nyingine, wa ramadhanu ila ramadhana, wal umrati ila al umra, mukaffiratun lima bainahunna idha ijtunibatil kaba'iri. Unaposwali alfajiri kuelekea dhuhuri, hapa katikati upo kwenye amani, safe side, una taabu tena. Adhuhuri ukaunganisha na alasiri, hivyo hivyo kuunganisha, maisha yako akawa ni hayo, basi dhambi zinazochumwa katikati hapo, hizo ndogo ndogo zote zinaondoka. Kama makubwa yale tuliyosema utakuwa umeachana nayo. Kwa hiyo kuswali swala 5, kuswali Ijumaa mpaka Ijumaa, kufunga mwezi wa Ramadhani mpaka mwezi wa Ramadhani, na mlango wa Ramadhani ni mpana sana, na mlango wa swala ni mpana sana. Kama ilivyo kila nguzo ina upana wake. Sisi leo tuko hapa kuanza kuzungumzia habari za haji, lakini unaikokotoa kule, kwa sababu tayari mwanadamu ulewekania ya kwenda haji, yatakikana ujitambue na ujielewe kwamba hapa sasa ninakwenda kwenye ibada ambayo ni kubwa kidogo. Je, hizi nyingine nikoje? Hivi mimi ninakwenda haji, kwenye swala 5 nikoje? Niko sawa? Kwenye kufunga nikoje? Niko sawa? Lakini kama nimefikia uwezo wa kutoa zaka, hivi nishaingia huko? Unajiuliza mwenyewe. Lakini si hivyo tu, adabu ndogo ndogo zote za maisha ya dunia mnazitekelezaaje? Yaani uanze kujiuliza, mathala kuna adabu za kuingia ndani ya msikiti. Hivi mimi nimeingia msikiti wa Kipata hapa leo, ya Rabbi, nilipoingia kweli nilisema a'udhu biwajhi llahi alkarim wa sultani alqadim minash shaitani rajim, alafu nikasema Allahumma iftah li abwaba rahmatika, kisha nikatanguliza mguu wa kulia. Niliyafanya hayo madogo? Yani weka imagination wewe mwenyewe kwamba wazazi wako kwa ile hidayah ambayo waliipata ikakufika na wewe, wakakusaidia nyumbani, kama haitoshi wakakupeleka madrasani, kama haitoshi wakakupeleka utafute na elimu nyingine. Hizi ndogo ndogo mabadi ulislami, mambo ambayo yamo katika Uislamu, mimi nikoje au naghafilika nayo? Kuingia msikitini kuna dua, na ndio hiyo nimeisoma. Kuna kutanguliza mguu wa kulia wakati wa kuingia, na ukiingia ndani ya msikiti kuna sunna zinaendelea. Miongoni mwazo ni kuswali tahiyatul masjidi, kuamkia, kuupa heshima msikiti kwamba sasa nimeingia msikitini, nayo ni kuswali rakaa 2. Na hizi rakaa 2 za sunna, iwe ni za tahiyatul masjidi, iwe ni za kablia, za baadia,
siku utakwenda kuhirimia, umesimama usiku rakaa mbili zote. Kama hujahifadhi maeneo mengi ya Qur'ani, wewe utakuwa tu unasoma rakaa ya kwanza suratul Fatiha na suratul Kafiruna, rakaa ya pili suratul Fatiha na surati al-Ikhlas, qul huwa Allahu ahad. Wala usitafute makuu, umemaliza ulimwengu mzima. Ikrari yako ile ya kutokumshirikisha Mwenyezi Mungu inaendelea katika hizi sura tatu, suratul Fatiha, suratul Ikhlas na suratul Kafiruna. Yani hapo wewe umemaliza kabisa. Ukianza kuitafsiri qul ya ayyuhal kafiruna kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ukaanza kuitafsiri qul wallahu mpaka mwisho, maana yake wewe umejengeka kitauhidi. Tauhidi ya Mwenyezi Mungu ishajikita katika nafsi yako. Sura zilizobaki hizo umezihifadhi, hujazihifadhi, angalia namna ya kutekeleza. Kwa sababu kaida inasema, kanuni inasema, kuhifadhi Qur'ani, kuhifadhi hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuzitekeleza, sio kuhifadhi sana kichwani. Yani kuhifadhi kwako wewe ni kufanya sasa actions. Kwamba Mtume kasema ukiingia msikitini utangulize mguu wa kulia, ukitoka utangulize mguu wa kushoto. Wakati wa kuingia useme maneno haya kwa uchache, Allahumma aftah li abwaba rahmatika, ewe Mola wangu wa haki nifungulie milango ya rehema zako. Na ukitoka kuna dua nyingine, utanguliza mguu wa kushoto, Allahumma aftah li abwaba fadlika. Na maneno yako mengi, lakini kwa uchache umeyakosa yale mengi ya kuyasema. Wewe tosheka tu Allahumma aftah li abwaba rahmatika, unaingia kwa mguu wa kulia. Wakati wa kutoka kwa mguu wa kushoto, Allahumma aftah li abwaba fadlika, nifungulie sasa milango ya fadhila zako, katika kipato, katika maisha, katika afya, katika kadha, chochote kile ambacho mwenyewe utakinuia. Lakini ukiingia ndani, rakaa mbili za kuingia msikiti. Sasa unajiuliza, haya ni madogo madogo, utekelezaji wangu nikoje? Na sasa ninaendea hili kubwa. Maana katika matendo ya ibada tano hizi zilizotajwa, haji ni matendo makubwa na mengi zaidi. Tumepractice sote kufunga, tumeona tangu alfajiri mpaka jua linazama, tumeweza na tunaweza, na tunamwomba Mungu aendelee kutuwezesha tuweze. Swala tano hivyo ni ngumu swala tano, ila kwa yule ambaye Mungu ampa taufiki. Tano ni ngumu labda kwa yule ambaye Mungu amempa taufiki. Unaiangalia alfajiri unaona ngumu, baridi, hali ngumu, maji haingiliki, mwili hautaki maji. Unaangalia dhuhuri, niko kazini na shughuli zangu zinaniingizia kipato, nikiacha bosi atasema ile atasema lile, ngumu. Unaangalia alasiri, usingizi, kichwa kimechoka, umefanya kazi toka alfajiri, alhasil unajikuta tu shagala bagala. Tano ni ngumu, ila kwa yule ambaye Mungu kampa taufiki. Sasa unajikagua mwenyewe, utekelezaji wangu wa haya madogo nikoje? Ukisha swali rakaa zako za kuamkia msikiti, kuna sunna ya kukaa ndani ya msikiti, na zimekuja aya nyingi zinazoelezea habari za itikafu ambayo hufanyika msikitini. Na tukifika kule tutakaobahatika kufika katika Al-Haramain, misikiti miwili iliyokuwa mitukufu, msikiti wa Maka na msikiti wa Madina. Maana yake itikafu ya kule na itikafu ya hapa, ya kule ina malipo zaidi. Sasa unajipima haya madogo madogo nikoje? Kuamiliana na watu, miamala yako, utendaji wako, kusuhubiana na marafiki, kusuhubiana na majirani zako, ndugu zako uliozaliwa nao. Yawezekana hapa tupo tunakwenda haji, lakini kuna shikako, kuna ugomvi baina yako na baina ya watu wako. Utajiuliza mwenyewe, nikoje? Nakwenda haji lakini fulani wangu hatuelewani. Nakwenda haji lakini ndo kashanambia nikifa nisimzike, akifa asinizike. La haula wala quwwata illa billah. Yapo hayo. Sasa haji inakwenda kuondoa vifundofundo hivyo.
inakuondolea vifundo. Ima kabla hujaenda utarekebisha hizo hali, na kama ni ngumu, maana utokea wakati zikawa ni ngumu, hazirekebishiki, ushatuma wajumbe, ushatuma watu wakae kikao, vikawa vijafanyika, utakwenda kule, utalia na Mola wako katika maeneo matakatifu, mashehe watakuelekeza pale pale pale, omba hili, omba hili, omba hili, omba hili. Inshallah ukirudi Tanzania yote itakuwa salama. Na kweli unaweza kurudi hapa unamkuta yule ambaye ni mhasimu wako, jirani yako, au ndugu yako, au jamaa yako, mwenyewe anajikuta lile jambo linakufa na linaondoka, narudi katika hali iliyokuwa mwanzoni. Kwa hiyo ndugu yangu, unayekwenda haji, jiandiki ya kwamba una faida lukuki, una faida nyingi za kutengeneza mazingira ya mji uliopo na hata mji unaokwenda. Ule mji wa Maka na Madina wanapata faida za kidunia. Miongoni mwa faida za haji ni kwamba mji wa Maka unapata faida za kidunia, tangu kukata tiketi yako, tangu visa yako, tangu chakula, tangu maisha ya Mina. Yale yote ni fawaidi duniawia ambazo zinarudi kwa serikali za Saudi Arabia. Chumo, hija ni chumo, watu wanaingiza fedha. Fedha ngapi mmetoa? Zinazobaki kwenye Zamzam ni sehemu ndogo sana ya mwisho, na baadhi ya wakati hazibaki. Kazi imefanyika lillahi taala, watu wamekwenda kule, mamlaka zenye kushughulikia mambo ya hija, huyu kaingiza fedha hii, huyu kaingiza fedha hii, huyu kaingiza fedha hii. Faida nyingine hiyo ya haji, kwamba kuna maslahi yanayopatikana kutoka nchi na nchi nyingine, mahusiano ya nchi na nchi nyingine, Tanzania na Saudia, lakini Tanzania na nchi nyingine zote tutakazokutana nazo pale. Wewe unajua Kiarabu, yule anajua Kiingereza, wewe unajua Kifaransa, kwa vyovyote vile utaongeza profile yako katika kufahamiana na watu ambao utakutana nao kule. Kwa hiyo kuna faida ya chumo, kuna faida ya kujuana watu. Na hii nisimame kidogo hapa, kabla hatujawajua wa Saudia, hatujawajua wa Indonesia wanaotoka Malaysia na biladi Aqsa. Sisi hapa wenyewe, sisi mahujaji ambao kwa idadi niliyoiona pale hatupungui 150, tuna kazi ya kujuana sisi kwanza. Faida ya haji hiyo ni moja katika faida za haji. Allah anasema miongoni mwa aya zilizomo ndani ya Qur'an, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila. Kwa nini? Litaarafu. Enyi watu, Mungu anajifakharisha kwa kukuiteni enyi wanadamu, enyi watu. Inna khalaqnakum, hakika mimi nimekuumbeni nyinyi, min dhakarin wa untha, kutokana na nafsi moja ya kiume na nafsi nyingine ya kike. Lakini baadaye waja'alnakum shu'uban wa qabaila, tukakufanyeni ni mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali. Lengo ili muweze kujuana. Hapa mimi huyu ndugu yangu, huyu anaitwa Abdu Katungunyi, lakini ukituangalia tunafanana, alafu wakati mwingine hatufanani. Ili muweze kumjua Hassan ni yupi na Abdu ni yupi, nimetolea mfano tu. Kisa la dhalika, angalia wewe na ndugu zako, wewe na jamaa zako, utaona mnafanana lakini hamfanani. Utokea nadra sana watu wakafanana kiasi ambacho akitokezea wa kwanza, ukimwona wa kwanza sasa hivi hapa, ukitoka chini hapo kwa mwana mwingine unasema ndio yule yule. Ipo hiyo, pia ipo, lakini bado kuna vitu vitawatofautisha, kwa sababu kauli ya Allah haiwezi kuanguka chini. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu, lengo muweze kujuana. Ukienda China, kwa wale ambao wamekwenda China au tunaona wa China kwenye mitandao, utaona wa China kama vile ndio wale wale,
Yani akitokea mchina wa kwanza, mchina wa pili, wa tatu, na hisi ndio yule yule. Na inawezekana na wao pia wakituona sisi wa Tanzania, watu wa sampuli wa hii rangi yetu ya kiniga, unaona kama vile na wao wanatuona sisi kama vile tumefanana, hatuna tofauti. Sasa kina mama mnatakiwa mjuane, kina mama kama kina mama nyote. Yani haji ujue watu wako, kama mko 75 au 80, maana yake ujue mtu wa kwanza mpaka wa 80. Kina baba kama mko 75 au 80, unatakiwa ujue mtu wa kwanza mpaka wa 80. Faida ya haji hiyo. Faida ya haji ni kujuana, na kujuana kwenyewe umwambie kabisa mwenzako, mimi naitwa Hassan Ahmed Katungunya, nimezaliwa Kariakoo, nina umri wa miaka 45 50 vile itakavyokuwa, nimesoma shule fulani ya msingi. Kwa upande wangu nimesoma Lumumba, nikasoma Al-Haramain sekondari, nikaenda Sudani, na sasa nina degree ya masomo ya dini na nina diploma ya uhasibu mathalan, na ninafanya kazi katika taasisi inaitwa Muslim World League. Nashughulika na kulea yatima, kusaidia wajane, kujenga misikiti, kuchimba visima, dawa mbalimbali, masala ya Qur'ani wa hakadha. Tayari yule uliyemtambulisha kwake kwamba mimi ni mtu sampuli fulani, anajua kumbe ni manufaa ya haji haya. Nikihitaji mtu wa sampuli fulani, nampata kupitia Hassan Katungunya. Lakini atakuja mwingine, mimi naitwa Abdurrahim Ramadhan, nimezaliwa Hedaru, nafanya kazi ya uhandisi, ni mhandisi majenzi. Mimi naitwa Halid Othman, ni daktari. Mimi kadha. Kila mmoja akijieleza wasifu wake, manufaa ya haji ndani ya Zamzam yanapatikana, na tumeyashuhudia. Yani tangu Zamzam tumeanza kwenda mwaka 2011 mpaka leo, manufaa ni mengi ya kijamii ambayo yanapatikana baada ya sisi kujuana bila ya khiana. Nisikilize vizuri, kujuana bila ya khiana. Mimi ndio nishajieleza, maelezo yangu mimi ndio haya. Yani kwa mimi nilivyojieleza ndio hivyo hivyo. Kariakoo, Lumumba, Haramain, Sudani, nikarudi hapa nikajiendeleza, namshukuru Mwenyezi Mungu. Na mwalimu wangu mkuu kabisa katika nchi hii ya Tanzania, Mwenyezi Mungu amrehemu, alikuwa Sayyid Abdul Qadir Al-Junaid. As-Sayyid Abdul Qadir Al-Junaid, Allahu yarhamu rahmatan wasi'a. Tumefaidika mengi, tumejifunza mambo mengi sisi na wazazi wetu. Yani hata baba yangu mzazi mzee Ahmed Salum Katungunya, ambaye sasa takriban miaka 95, amesoma kwa Sharif Junaid kwa namna moja au nyingine. Amesoma kwa Sharifu Junaid babangu mzazi kwa namna moja au nyingine, na ukenda ukimuuliza akwambia hadhir dhahir, hawezi kupinga. Sasa moja katika faida za haji ni kujuana, na tujuane bila ya khiana. Jieleze kwa mwenzako, jieleze kwa wenzako kadri Mungu atakavyokuwezesha. Tena unaongeza, na hapa nilipo nina wake 3 mathalan, na wake 2. Halat ijtimai inaitwa. Yani sisi kule Sudani, swala la kutambuana ni moja katika mada zinazoweza kuchukua siku nzima. Siku nzima tunaweza kukaa kikao kama hivi, ikawa ni kikao cha kujuana tu. Tukujue namna walivyozaliwa, una ndugu wangapi, wanafanya nini, wako wapi. Mnifahamu? Yani ujichambue wewe kama ulivyo tangu umezaliwa, namna zako za kusoma na kutafuta elimu mpaka sasa hivi, status zako zikoje, unafanya jambo gani ndani ya nchi na nje ya nchi au kiulimwengu. Lakini pia watu wako waliozaliwa nao, jamaa zako wa karibu, pia utueleze na wenyewe wako wapi, wanafanya nini. Kama Mungu amekuruzuku watoto wangapi, wa kiume ni wangapi, wa kike ni wangapi. Unajikuta sasa
Kwa kuwa nimejitambulisha, nikaeleza watoto wangu wa kiume, nikaeleza watoto wangu wa kike, kuna siku Sheikh Yusuf atakuja atapiga hodi. Kama nisingeeleza, angekuja kupiga hodi huyo? Nauliza ndugu zangu, kama mimi nisingeeleza hali zangu na nafsi yangu na watoto nilionao, Sheikh Yusuf angekuja kupiga hodi kwangu? Hawezi kuja. Lakini baada ya kujuana, na ndio manufaa ya haji, tumetambuana kindaki bila ya khiana. Maana yake ni nyepesi sana, kwamba Sheikh Yusuf anataka sasa, kuna kijana wake anataka kumuozesha wa kiume, na mimi nishatangaza kwangu wapo. Kwa nini tena aende mahala pengine? Anatafuta mahala ambapo kashaona kuna hidayah, kuna uongofu ule ambao tumeueleza mwanzoni kwenye sura al-Fatiha, na tukaueleza tena kwa namna ya uchambuzi wa maneno ya Mtume yanayosema fanyeni ibada zenu kama nilivyoelekeza. Tukajikuta innal hamda wa neema sadaka inasherehesha sura al-Fatiha. Tuko pamoja ndugu zangu? Manufaa ya haji ni kujuana, na kujuana ndio huku. Niwaombe sana, itafika mahala kabla hamjaondoka hapa mmejuana, kujuana kule ni rahisi. Na hata ikitokea mmoja wetu ametuponyoka, ni rahisi kusema fulani hatumuoni, tulikuwa naye risali moja lililopita. Tumekwenda pale kwenye cafeteria fulani, baada ya kutoka msikitini imeandikwa neno fulani pale, kashangaa, na mshangao ni lazima. Katika mji wa Maka na Madina bwana, kushangaa ni lazima. Sasa manufaa ya haji ni kufahamiana. Tufahamiane tangu hapa nyumbani. Tukifika kule utaona tunapangwa sasa ndani ya chumba, watu wawili, watu watatu, watu wanne, watano, sita, inategemea na ile nyumba tutakayofikia. Lakini aghlab inaweza kuwa ni wanne, watatu. Wale watatu, wale wanne, wallahi ni dhambi nyinyi mkiondoka hamjajuana. Yaani mko kwenye chumba kimoja watu wanne. Hatari. Manufaa ya haji, tujuane tukiwa hapa kama nilivyoeleza, bila ya khiana, kwa sababu manufaa yake ni mengi, yanajitokeza baadaye. Hata kama sina wadhifa au mtoto wangu nilimtaja hana wadhifa, Sheikh Yusuf baadaye anakumbuka, bwana yeye niliambia mwanao ana degree moja vile, mbona pale ni SSF kuna nafasi huko Abdul Wahab. Mara moja Sheikh anampigia Abdul Wahab, kuna kijana wa Hassan Katungunya anakuja huko, anakwenda yule kama sarukh, kama kishada, hata mlangoni azuiliwi. Abdul Wahab kasheka, mfungulieni uyapite. Kwa nini? Hidayah kwa hidayah zimekutana. Si mnanielewa ndugu zangu? Mtu amepata uongofu kwa fadhila za Allah, akauona na akauonesha kwa wenzake, wakauona, basi manufaa ya haji yanaendelea kwa kujuana kule. Tunapeana wadhifa, tunapeana kazi, tunaoleana, tunafundishana, tunasomeshana, tunaoneshana fursa mbalimbali. Hata kile kitendo cha kuwa na group la WhatsApp la Zamzam, maana yake pia kuna fursa zinaweza kutokea mle kwenye grupu na zikafanywa kazi. Hakupata wewe tu, lakini kapata mwingine. Inawezekana wewe kuwa na zile qualifications, kwamba ilipokuja ile fursa wewe ukajiangalia, ukaangalia watu wako, ukaangalia sinanda, ukaona mimi bwana hapa nishamaliza, wanangu wote sasa hivi washasoma, wanafasi wapi, basi unaangalia step nyingine, unawatangazia wengine, bwana kuna fursa za kazi serikalini, mama katoa hivi, imekuwa vile, rais mwenye kasema hivi. Yote ni manufaa ya haji. Kwa hiyo tusiache kufahamiana, na ndio maana nilimwambia Baba Ali, sijui uko wapi, yaani niliwaeleza pale ofisini, jamani, mara hii naomba ile mara hii naomba mnapofanya attendance ya waliohudhuria, usiende tu kumwambia saini jina lako, saini hata saini yeye tu, lakini darasani, maana na mimi ni mwalimu na wanasema once a teacher always a teacher. Darasani wote tunakumbuka kunakuwa na daily attendance, yaani mwalimu anasimama au anampa prefect pale au anampa kaka wa darasa anaanza kuita majina, Yusuf Muhammad Kidago, ima atanyosha kidole na atasema nipo, na atasimama nipo. Ndio maana darasani unakuta watu 80 wote tunajuana. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa kila siku mwalimu akiingia, kitu cha kwanza
Yusuf Muhammad Kidago, Hassan Ahmed Katungunya, Uthman Zuberi, sina nani. Umeona yale majina yanavyoitwa wale, na yeye anapata kujua kumbe Sheikh Ali Bakari ndio yule pale, kumbe Sheikh Abbas Bantulaki ndio yule, kumbe fulani ndio yule, kumbe Amina Suleiman ndio yule, Aisha Ismail. Tunapata kujuana wa kike na wa kiume. Sasa mara hii mimi nitaomba hawa jamaa ambao watakuwa wanasimamia attendance, hakuna ubaya, ita tu jina. Wakati unaita si mtu anamsimama anamwangalia yule pale, inakuwa rahisi pia kujuana. Lakini kama haitoshi, baadaye kutakuwa na badges, yani kitambulisho ambacho unakivaa kama vile unavyovaa mkufu. Kile kimeandikwa jina lako, taasisi unayotoka, namba za simu, kwa sababu mbalimbali. Lakini moja hapo ni kujuana sisi wenyewe. Kama mimi nikikuona kwa mbali tuna kile kitambulisho, najua yule ni Omar Bakari Almasi. Yani nikiangalia tu kile kitambulisho najua yule ni Omar Bakari, na kinatakiwa kionekane, kisiwe kimejificha ficha mpaka nije nikushike hivi namna hii. Kwa mbali tukikuangalia, tukikaa mita moja, naona pale kimeandikwa nini. Na usikifiche, kile kinakaa kama tai. Kile kinakaa kama tai, kinakusaidia kujulikana kwa Watanzania wenzako, kinakusaidia kujulikana kwa taasisi nyingine ambazo Tanzania, lakini pia kinakusaidia kujulikana kwa ulimwengu mwingine ambao tutakutana pale. Manufaa ya haji kujuana, lakini uchumi wa pale Saudi Arabia unaongezeka kwa sababu wengi tumelipa pesa na zimeingia kwenye mirija au mifereji ambayo wao wameshaiweka pale. Manufaa ya haji kisiasa. Unaona viongozi wa nchi mara nyingine wewe huwaone kule haji. Yaani Mama Samia anaweza kuingia kule, wewe hata hujui kama yuko pale. Wanakuwa wanawekewa kipote chao viongozi wa nchi, maraisi, mawaziri, wale ambao watapatikana. Kwa hiyo wanakutana kwenye haji, wanafanya manufaa ya haji ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu, ya kufutiwa dhambi, ya kuondoa umaskini, ya ghasia kama tulivyosema. Lakini mwisho wa siku wanakaa wanazungumza siasa za nchi. Unaona kuna kitu kinaitwa globalization al-ulama. Globalization ni kama vile watu kukaa mahala alafu wakaunda system ya jambo, na hili jambo sasa ndio lisambae lifanyike hilo ulimwengu mzima. Ukisikia globalization, wanakaa wanaliunda, wanalitengeneza, alafu wanasema hili bwana lisambae sasa, lifanyike maeneo yote. Sasa likiwa jema, khairun wa baraka. Mara nyingine bwana globalization ifanyika katika mambo sio, na tumeshuhudia hapa. Zimekuja rangi za njano hapa, hazijulikani zimetokea wapi. Tuambiwa na Tanzania Rais tujiunge huko. Hayo sio manufaa, hizo ni hasara nyingine.